Kamati ya kudumu ya Bunge ya uwekezaji wa mitaji ya umma PIC imeutaka wakala wa barabarani TANROADS kuwasimamia wakandarasi wanaotekeleza mradi wa barabara wa Manyovu-Kabingo wenye kilomita zaidi ya 260 mkoani Kigoma ili kuhakikisha barabara hizo zinakamilika kwa wakati na kwa ubora uliokusudiwa. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa kamati Augustine Vuma wakati wa ukaguzi wa barabara hizo na kusema kuwa serikali imefanya uwekezaji wa zaidi ya shilingi bilioni 800 kwenye mradi huo, hivyo usimamizi madhubuti unatakiwa ili kupata miundombinu itakayodumu kwa muda mrefu. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu Wizara ya Ujenzi Charles Msonde amesema mradi huo ambao mpaka sasa umefikia 83% ukikamilika utafungua uchumi wa mkoa wa Kigoma kwa kurahisisha usafiri na usafirishaji wa bidhaa mbalimbali katika nchi na mikoa inayopakana na mkoa huo. Sehemu ya kwanza ya mradi huu ni barabara kutoka Kasulu kwenda Manyovu kilomita 68.25 kwa gharama ya shilingi bilioni 101.3. Utekelezaji wake, Mheshimiwa Mwenyekiti, wa sehemu hii ya kwanza umefikia 84.36 na unatarajiwa kukamilika tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025. Katika sehemu ya pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni barabara kutoka Kanyani Junction hadi Mvugwe kilomita 70.5 kwa gharama ya shilingi bilioni 107.7. Utekelezaji wa mradi huu katika sehemu hii ya pili umefikia 75.38. Na mradi huu katika sehemu hii unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 30 mwezi wa Oktoba mwaka 2025. Katika sehemu ya tatu ni barabara kutoka Mvugwe hadi Mduta Junction, urefu wa kilomita 59.35 kwa gharama ya shilingi bilioni 111.7. Utekelezaji wa mradi huu umefikia pia 90.75 na unatarajiwa kukamilika ifikapo tarehe 7 mwezi wa 5 mwaka 2025. Sehemu ya 4 na ya mwisho, Mheshimiwa Mwenyekiti, ya mradi huu ni barabara kutoka Mduta Junction kwenda Kabingo kilomita 62.50 kwa gharama ya shilingi bilioni 80.9. Mradi huu, Mheshimiwa Mwenyekiti, umekamilika huko kwenye hatua ya matarajio. Ni ujenzi mkubwa zaidi ya kilomita 260 ambao na loti 1 mpaka loti 4. Miradi ambayo inagharimu zaidi ya bilioni 400 za Kitanzania na utekelezaji wake umefika 83%. Kimsingi kuona ni kuamini. Kamati ya Bunge ilitaka kuja kuona hali halisi iko vipi kwenye miradi hii. Ukweli ni kwamba tumekuta ni ukweli kwamba kazi zimefanyika na tumekagua barabara kwa maana kuangalia ubora na uimara wa barabara zenyewe. Tumeshuhudia kwa kiwango kikubwa kwamba kazi kubwa imefanyika na hii imeleta mabadiliko makubwa sana kwenye mkoa wa Kigoma, hasa baada ya hizi roti zote 4 kujenga kwa wakati mmoja. Sio jambo la kawaida kujenga roti 4 kwa wakati mmoja kwenye mkoa mmoja zaidi ya bilioni 400. Niseme wazi tu kwamba serikali inafanya kazi kubwa. Nichukue nafasi hii kuipongeza serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kweli kwa kutoa fedha nyingi sana kwa ajili ya ujenzi wa miradi hii, miradi ambayo imebadilisha kabisa sura ya mkoa wa Kigoma. Na Kigoma sasa hivi ile iliyokuwa imejaa mavumbi, barabara zote ni vumbi, unakuja umechafuka, sasa hivi imekuwa ni historia. Mtu anaweza kutoka Mwanza, kutoka Shinyanga, ukaenda Kigoma, ukafika bila kugusa vumbi kabisa. Ni jambo la kupongeza. Rai yangu ni kwa sababu wako 83% na imani kwamba Wizara ya Ujenzi na TANROADS kwa pamoja watasimamia wakandarasi kuhakikisha kwamba wanamalizia hizi asilimia zilizobaki ili waweze kukamilisha kwa wakati hizo kwa 100% mradi. Lakini pia ni rai yetu kama kamati kwamba TANROADS waendelee kufanya maintenance kwa maana matunzo ya barabara hizi, kwa sababu bilioni 400 ni hela nyingi sana zimetumika. Ni uwekezaji mkubwa ambao umetumika. Lazima miundombinu hii ilindwe ili iweze kutumika leo na kesho. Nashukuru sana. Na pengine kiongozi kwa